sio Mm. mchezaji ambaye amekuja Yanga kwa ajili ya kujifunza. Ni mchezaji ambaye kuwa na profile, ameshakuwa kwenye timu ya taifa ya Kongo kwenye michuano ya CHAN. Kwa hiyo si mchezaji ambaye unaweza ukasema yupo Yanga kwa ajili ya kujifunza ili apate uzoefu. Mchezaji ambaye amekuja Yanga kwa ajili ya kutoa mchango. Changamoto inawezekana ni kukaa muda mrefu bila kucheza, ndicho ambacho kimekuwa kikimfanya aendelee kukaa nje. Lakini sasa hivi walimu walikuwa wanatoa taarifa anahitaji kuendelea kufanya mazoezi, na inaonekana sasa hivi ameshakuwa vizuri kwa ajili ya kucheza, na utamwona siku hadi siku kuna kitu ambacho anaweza kukitoa. Kikubwa ambacho labda kwake ni wachezaji ambao wana kasi, na mchezaji mwenye kasi anahitaji eneo kubwa la kucheza. Kwa hiyo anahitaji pia wachezaji wenzie waweze kumtengenezea hayo mazingira ya kukimbia, kwa sababu mchezaji mwenye mbio sehemu pakiwa pamefunga sana, unaweza usimuone na kuona ule ubora ambao yuko nao. Ile kasi inatumika kama wachezaji wa timu yake pia watatengeneza hayo maeneo ya kukimbia, lakini pia namna ambavyo watakuwa wanampasia kwenye hizo nafasi na yeye kwenda kukimbia. Kwa hiyo anahitaji zaidi timu iweze kumzoea na itengeneze mazingira kwa ajili yake, na unaweza ukaja akawa miongoni mwa wachezaji ambao wanategemewa sana kwenye timu ya Yanga, kwa sababu ukiangalia aina viungo washambuliaji wa pembeni wa Yanga ni Mzize tu ambaye unaweza ukamwona na pesi hiyo ya kwenda kushambulia kama ambavyo Ikangalombo nayo. Tunaona wengine wanaotumika wengi ni viungo kiasilia ambao sio ni kasi, lakini wana uwezo kutoka na mpira, wana jicho la kupasia, na ukiangalia kina Pacome, kina Maxi. Kwa hiyo kwa timu ambayo inazuia kwa kutumia wanasema ile chini, kwa maana ile low block, unaweza Pacome na Maxi wakawa wana impact kubwa. Lakini kwa timu ambayo inacheza na kuchezea high block, kwa maana inakuja juu kwenu kuwakabia, unaweza ukaona wachezaji kama Ikangalombo ndio ambao wanaweza kuwa na msaada mkubwa kwa nyakati hizo. Lakini kuna muda mwingine anakuwa ni mzuri sana anapokuwa pale mbele, yani akicheza kama striker. Mimi naona kama anakuwa na uzuri fani wa kuweza kuangalia goli moja kwa moja, yani anapotokea pembeni ni mzuri zaidi, lakini ikiwepo katikati pale kama striker pia mimi namuona kama vile bado ni bora. Wewe unaonaje? Baada ya mchezo ambao amecheza kama mitatu hivi, hata mashabiki walikuwa wanasema kwamba huyu jamaa akitokea hapa ndio mzuri zaidi. Inawezekana ni mtazamo wa watu ambao wamekuwa wakimwangalia na kuona ubora wake upo wapi. Ukicheza eneo la ushambuliaji kama kiongozi, wakati mwingine linakunyima kuweza kuonesha hivyo vitu, kwa sababu muda mwingi unakuwa upo na walinzi wawili katika eneo lile la katikati. Kwa hiyo vitu ambavyo unaweza kufanya ni kucontrol mpira na kuwachezesha wenzako, na kujaribu kuomba pasi tu ambazo zitakuwa nyuma ya walinzi. Lakini unapokuwa pembeni, kuna eneo kubwa, ni 1v1, ni wewe na yule mmoja ambaye anakukaba, tofauti na katikati. Na katikati kama unakuwa sio mjanja sana, unaweza kujikuta kila wakati unaangalia golini kwako na sio goli la mpinzani. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa nyakati ambazo nimemwona akicheza, hata kwenye michuano ya CHAN alikuwa akicheza akitokea pembeni. Kwa hiyo sioni kama katikati ni bora zaidi, labda kama mwalimu ataamua kutengeneza hayo mazingira ya kumtengenezea kucheza katikati, kwa maana kiongozi, mshambuliaji kiongozi, tunaweza sasa kuanza kumuona na kuona ni kipi ambacho anaweza kaofa. Kwa mimi nadhani bado anahitaji muda kuendelea kuzoeana na timu yake ili ule uimara wake waweze kutumia vizuri.